Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni ndugu zangu Waislamu pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Hotuba yetu ya leo itakuwa na maudhui inayosema mambo manne yanayoharibu undugu. Mambo manne yanayoharibu undugu. Ni hotuba ambayo makusudio yake kuweza kufahamu visababishi vinavyofanya ndugu wa nasaba, ndugu wa damu, ndugu wa ukoo kuhasimiana. Wanachuoni wameweka haya mambo manne kuwa ndio sababu kubwa zinazoharibu undugu baina yetu. Ndugu zangu Waislamu, katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi ni neema ya kuwa na ndugu, na hususan kuwa na ndugu mwema. Hii ni moja katika neema kubwa sana. Kama Allah amekujalia unayo ndugu yako, kaka yako, mdogo wako, almuhimu ni ndugu, awe wa baba mmoja, awe wa mama mmoja, awe wa mama tofauti, almuhimu ni ndugu yako, basi shukuru kusema alhamdulillah, kwa sababu ni neema kubwa sana. Na ndugu yako anapokuwa ni mwema, basi hiyo neema inakuwa ni kubwa zaidi. Ndugu zangu Waislamu, ndugu mwema ndio ngao, na ndio ngao yako dhidi ya shari na maadui yote. Ndio msaidizi wako wakati wa shida, ndio uti wa mgongo anakufanya wewe usimame na uwe imara na uonekane umesimama. Hii yote ni kutokana na kuwa na ndugu mwema. Ndio tegemeo lako wakati wewe haupo, wa kuiangalia familia yako na kuijali na kuithamini. Lakini vile vile ndio mshauri wako ambaye atakushauri katika mambo ya kheri. Huyu ni ndugu, na ni ndugu mwema. Lakini ndugu zangu, katika jamii tunayoishi hivi sasa, kwa masikitiko makubwa sana, leo unawakuta ndugu wa damu kabisa, wamebeba damu moja kutoka kwa baba mmoja, wamelelewa katika nyumba moja, inawezekana wamenyonya titi moja, wameishi katika chumba kimoja, wamecheza pamoja, na hata ukiangalia album zao walivyokuwa watoto, jinsi walivyokuwa wako karibu na wanavyopendana, huwezi kuamini kwamba hawa sasa hivi ndio wale waliokuwa watoto nyumbani kwao.